Pale katika social media debate ya Kanyari pamoja na husband wa Betty Bayo ni story ambayo pia watu wengi tu zaidi wanaendelea kuongelea pale katika social media baada tu ya Betty Bayo kuweza kufariki hivi majuzi. Kumbuke ni issue ambayo pia watu wengi tu zaidi wanajua vizuri kwamba Kanyari alikuwa ex husband wa Betty Bayo na pia walikuwa tu wameweza kupata mtoto pamoja, lakini katika hii issue nzima ambayo pia imeweza kutokea siku ya hivi karibuni baada ya Betty Bayo kuweza kufariki, inasemekana tu kwamba mtu ambaye pia ameweza kuonekana akiwa karibu sana ni Pastor Kanyari, ambaye pia mara nyingi zaidi hawakuwa pamoja naye kwa sababu already walikuwa tu ama Betty Bayo alikuwa ameweza kumintroduce husband wa kwake long time ago, na pia tu wakaweza kufanya relation. Lakini this time round kumekuwa tu ama baada tu ya kufariki Pastor Kanyari tu amekuwa mtu ambaye pia ameonekana sana in the picture for first time, na pia hata kuweza tu kujaribu kuweza kupanga mazishi ya Betty Kyallo, kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi wameweza kumtetea husband wa Betty Kyallo akisema tu ya kwamba anafaa aweze kupatiwa nafasi pia yeye aweze kumwona mke wake, kwa sababu tu tayari inasemekana walikuwa na mtoto ambaye pia ni wa 2 years, bado tu alikuwa na grow, licha tu ya Pastor Kanyari kuweza kuwa mstari wa mbele kuweza kupanga kila kitu, kwa sababu wakati ambao pia Betty Bayo tu aliweza kupass on, mtu ambaye pia aliweza kutajwa sana pale katika social media alikuwa Pastor Kanyari ama Prophet Kanyari, ambaye pia alikuwa ex wake wa zamani ambao pia waliweza kuachana tu baada ya zile scandals ambazo pia ziliweza kumpata Pastor Kanyari. Lakini husband wa kwake ni mtu ambaye pia hajakuwa katika media kabisa baada tu ya yeye mke wake kuweza kufariki, lakini kwa sababu inajulikana vizuri yeye alikuwa karibu na yeye na pia tu alikuwa tu tayari ameweza kumjulisha pale katika social media, watu wengi tu zaidi wakimlaumu Prophet Kanyari ama Pastor Kanyari kwa kuweza kutumia media vibaya ama kujaribu kuweza kutafuta kiki na mazishi ya Betty Bayo, ikiwemo tu mume wake ambaye pia alikuwa anajulikana tu pale katika social media, ambaye pia tayari tu alikuwa ameweza kumintroduce kuweza kumuonya pia Pastor Kanyari kuweza kuacha kuchukua video nyingi sana akipost pale katika social media kuweza kujionyesha jinsi ambavyo pia anamon zaidi, kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi wameendelea kutoa ama kuweza kumtetea pale katika social media wakisema Pastor Kanyari inaonekana sasa hivi ana overdo zaidi, kwa sababu vitu ambavyo pia anavifanya na kurekodi kuweza kuweka pale katika social media ni vitu ambavyo pia haifai at this time, na pia kuweza kusema tu kwamba yeye ndiye anatengeneza committee ya mazishi, ni kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi wameendelea question hiyo issue nzima pale katika social media, kwa sababu watu wengi tu zaidi wanafahamu scandals za Kanyari, na pia watu wengi tu zaidi wanaogopa sana kuweza kumwamini vile ambaye pia amekuwa tu hivi siku za karibuni kama blogger pale katika mtandao wa TikTok. Nisho ambao pia tutakuwa tunafollow pale katika mitandao za kijamii, na make sure umesubscribe kwenye Udaku 254, maana hapa tunakupatia na story ambazo zina trend. Baby wa baby. Alafu huyu ni baby. What's it called? Blue band? Mafi muscular. You know what? Yeah, this is it.